Today, someone's title is "The Land is Beautiful, but the Water is Bad." Mada ya ujumbe wa leo ni nchi ni nzuri lakini maji yake ni mabaya. I once saw an article that said Lake Victoria, the largest lake in Africa, is dying. Kuna wakati moja niliona nakala ambayo inasema ziwa Victoria ambayo ndio ziwa kubwa zaidi Afrika linakufa. Although it has a beautiful natural scenery and abundant water, the water is polluted due to pollutants discharged from the factories and farmland, so fish are not able to survive as many as before and are dying. Na hata kama ziwa Victoria iko na mandhari yenye kupendeza na iko na maji tele, lakini yale maji yamechafuliwa na uchafuzi wa mazingira kutoka kwenye viwanda na mashambani. Ndio maana hata samaki hawawezi kuishi kwa wingi jinsi walikuwa naishi kitambo. Idadi yao imepungua na wengi wanazidi kufa. A similar story appears in today's scripture. Hadithi kama hiyo inayofanana na hiyo inatokezea kwenye andiko la leo. And this happened when the prophet Elisha became Elijah's successor and was staying in Jericho. Na tukio hili lilitendeka wakati nabii Elisha alifanyika mrithi wa nabii Eliya na yeye akaenda kuishi mji wa Jericho. One day, people from Jericho came to visit and complained, "This area has beautiful scenery and good grounds, but the water is polluted and many people are suffering." Basi ikafika siku moja watu wa Jericho wakakuja kumtembelea nabii Elisha na kisha wakanungunika na kusema, eneo hili lina mandhari ya kupendeza na nchi yake inapendeza kwa kutazama, lakini maji yake yamechafuliwa na watu wengi wanateseka. Verse 19 of today's scripture says, "Then the people of the city said to Elisha, Behold, now the situation this city is pleasant, as our Lord sees, but the water is bad and the land is unproductive." Ndio maana mstari wa 19 katika somo ambalo tumesoma leo linasema, watu wa mji wakamwambia Elisha, tazama bwana wetu, mahali mji huu ulipojengwa ni pazuri kama bwana wangu aonavyo, lakini maji yake ni mabaya na nchi haizai. Jericho, located at the northern end of the Dead Sea, was an oasis with abundant water. Jericho ilikuwepo mwisho wa kaskazini ya bahari ya chumvi ambayo ndio chemichemi ya maji tele. There was a river flowing from the Judean mountains, so there were many trees, such as palm trees and fig trees, making it a beautiful place and a good place to live. Na kulikuweko na mto uliotiririka kutoka kwenye milima ya Yudea, na basi kukawa na miti mingi kama vile mitende na mitini ambayo ilifanya sehemu ile iwe ya kupendeza, maridadi na nzuri ya kuishi. However, although the water was abundant, the water was polluted, so the soil falls before it is ripe, the trees did not bear fruit, and the grains did not produce any crops. Na hata kama maji yalikuwa tele pale, lakini yale maji yalichafuliwa, ndio maana hata udongo hauko unatoa mazao mazuri, na miti haikuwa inaleta ama kuzaa matunda, na tena nafaka haikuwa inatokezea kutoka kwenye mbegu zilizopandwa. When I read and meditated on the Bible verse saying, "The land is beautiful, but water is bad,"
I was inspired that it was a phrase that represents today's times. Wakati nilisoma sehemu hii ya Biblia na nikaitafakari, sehemu ambayo inasema nchi ni nzuri lakini maji yake ni mabaya, niliongozwa na Roho Mtakatifu na kisha nikatambua ya kwamba kifungu hichi ni kifungu ambacho kinawakilisha nyakati za leo. This is an era in which science and technology have developed, which has never happened in history. We are living with the benefits of a variety of new technologies. Ukiangalia enzi ambazo tunaishi ni enzi ambazo sayansi na teknolojia imeendelea sana, imeendelea kwa kiasi kikubwa isiyo ya kifani na ambayo haijawahi fanyika katika historia. Ndio maana siku za leo tunaishi katika faida za namna nyingi mpya za teknolojia. If you want to call to Korea from here, you can do it for free with just a cell phone. You can call for free not only in Korea but anywhere in the world. Ndio maana mfano mzuri ni kama vile ukataka kupiga simu kule Korea moja kwa moja. Leo hii kuna namna ya kupiga simu bila gharama. Unaweza piga simu bila gharama, si Korea tu pekee, lakini pande zozote zile za dunia. Artificial intelligence has developed and the innovation in digital tools has made the world truly convenient to live in. Na kuna kitu kinaitwa akili bandia, Kiingereza ni artificial intelligence AI, imeendelea sana na kumekuwa na uvumbuzi katika vyombo vya kidijitali ambayo imefanya dunia yetu ikawa ni sehemu rahisi sana na ya kufaa sana na nzuri sana ya kuishi kwa mtazamo. But there are also side effects. Lakini bado hata kama hayo ni mazuri, yana madhara yake. It is said that in exchange for gaining digital tools, we are losing our humanity. Ndio maana inasemekana ya kwamba ni kweli na ni vizuri tumepokea vyombo vya dijitali ambazo zinatusaidia, lakini malipo yake ni kwamba tunapoteza utu na ubinadamu. Biotechnology has developed, but the ethical issues related to the human cloning have emerged and the trend of disregard for life has emerged. Mfano mzuri ni teknolojia ya kibiolojia ambayo imezidi kuendelea, na kutokana nayo imefanya masuala ya kimaadili imeporomoka. Kwa mfano, kutokana na teknolojia ya kibiolojia, watu wanataka kujiweka katika nafasi ya kuunda binadamu kama kuumba binadamu kivyao, na ndio maana kumeibuka mwelekeo na hali ya kutojali maisha na uhai. With the development of computers and smartphones, there are numerous side effects such as cybercrime, invasion of privacy, malicious comments, slander, pornography, risk of sexual corruption, increase in various mental diseases such as depression and anxiety disorders, and disappearance of ethics, morality, and humanity. All these are spreading. Kutokana na kuendelea sana kwa kompyuta na simu za kisasa, yani smartphone, zimeleta athari na madhara mengi sana kwetu, kama vile uhalifu wa kimtandao, uvamizi wa siri za watu, maneno ya kuumiza kupitia mtandao, kashfa na masingizio, pornografia, hatari za upotovu wa kingono, ongezeko la magonjwa mbalimbali ya akili kama vile fedheha na matatizo ya wasiwasi, upotevu wa maadili na uadilifu, heshima na ubinadamu, na haya yote yamezidi kuenea kila siku. If we were to put this era in one word, it could be defined as a world where the land is good, but the water is bad, not good, just as today's scripture says. Na basi kwa mtazamo huo, kama tutaweza kuelezea enzi ambazo tunaishi kwa neno moja, tunaweza kuieleza kama dunia ambayo nchi yake ni nzuri, kila kitu ni kizuri, lakini maji yake si mazuri, ni mabaya, kama vile tu andiko la leo limesema. The development of science and technology has made the world more convenient
and the world has improved, but the side effects like polluted water are degrading humanity and leading us down the path of sin and corruption. Maendeleo ya sayansi na teknolojia imefanya dunia hii ikaendelea sana na ikapanda katika hali za ustaarabu na kuwezesha binadamu waishi vizuri, lakini nazo madhara yake, yani ambayo tunalinganisha na maji machafu, yamezidi kushusha ubinadamu na utu, ikatuelekeza katika njia za dhambi na upotovu. So the Bible refers to this era as the evil days, as written in the Ephesians chapter 5 verse 16. Na ndio maana Biblia kulingana na Waefeso 5:16 imerejelea enzi hizi ambazo tunaishi kama siku za maovu. Let us look at how the prophet Elisha solved the problem of the city of Jericho, where the situation of the city was good, but the water was bad. And as we live in this era, I hope that we, like the prophet Elisha, can gain the wisdom and ability to change and repair a world with poor water. Basi leo hii ningependa tuchunguze jinsi gani nabii Elisha alitatua tatizo la mji wa Yeriko. Tatizo lake ilikuwa ni kwamba hali ya mazingira ya mji ilikuwa mzuri, lakini maji yake yalikuwa machafu. Na basi tunapotazama jinsi alitatua, na sisi ambao tunaishi katika enzi hii iliyopotoka, natumai ya kwamba sisi kama vile nabii Elisha tutapokea hekima na uwezo wa kubadilisha na kurekebisha dunia hii iliyo na maji mabaya na duni. Firstly, Elisha first asked for double the spiritual power. Kitu cha kwanza ambacho Elisha alifanya ni kuomba apate nguvu ya kiroho maradufu. Elijah, who was active during the reign of King Ahab, which was Israel's darkness spiritual era, handed over the position of a prophet to Elisha after fulfilling his mission well in 2 Kings chapter 2 verse 9, and asked his successor Elisha a final question. Eliya aliyekuweko na kutenda kazi za unabii katika enzi za utawala wa mfalme Ahab, na enzi hizo zilikuwa ni nyakati za giza totoro ndani ya Israel kiroho. Yeye Eliya alikabidhi nafasi yake kama nabii kwake Elisha baada ya kutimiza majukumu yake vizuri, kama vile tunapata kwenye Wafalme wa Pili sura ya 2 mstari wa 9, na kisha akamuuliza swali la mwisho mrithi wake Elisha. It says, Elijah said to Elisha, "Tell me, what can I do for you before I am taken from you?" And Elisha replied, "Please let me inherit a double portion of your spirit." Mstari huo unasema, Eliya akamwambia Elisha, niambie nikufanyie nini kabla sijaondolewa kutoka kwako? Elisha akajibu, naomba nirithi sehemu maradufu ya roho yako. Tell me, what can I do for you does not mean that you will be given anything you ask for, but rather that you ask for what is most worthy before God. Na pale kusema niambie nikufanyie nini haimaanisha kwamba utapewa chochote tu ambacho utaomba, bali inamaanisha utapewa kile ambacho umeomba kama itaingiana na kinachostahili mbele za Mungu. God also asked this question to King Solomon, who offered 100,000 burnt offerings. Na swali kama hilo pia Mungu alimuuliza mfalme Solomoni, ambaye alimtolea Bwana dhabihu ya kuteketeza 1,000. In 1 Kings chapter 3 verse 5, he said to him, "Ask for whatever you want me to give you." Kwenye Wafalme wa Kwanza sura ya 3 mstari wa 5, Mungu akamuuliza Solomoni, omba lolote utakalo nikupe. In reply, King Solomon asked for a wise heart that would be able to distinguish between good and evil and govern his people well.
Na katika majibu yake mfalme Solomoni akaomba apewe moyo wenye hekima itakayomwezesha kutofautisha kati ya wema na uovu na kutawala watu kwa njia ipasayo. Because Solomon sought something after God's heart, he find in 1 Kings chapter 3, verse 12, that the Lord gave wisdom and understanding heart to Solomon. Na kwa sababu Solomoni alitafuta tu kile ambacho kinaingiana na moyo wa Mungu, ndio maana ukiangalia Wafalme wa Kwanza 3:12 ni kwamba matokeo yake Bwana alimpa Solomoni moyo wenye hekima na kufahamu. Elisha also had to ask for something that was pleasing to God. But what did he ask for? Elisha pia ilifaa aulize kitu ambacho kitampendeza Mungu. Kwa hivyo aliuliza apewe nini? In the second half of verse 9, Elisha said, "Please let me inherit a double portion of your spirit." Kwenye sehemu ya pili ya mstari wa 9, Elisha alisema, naomba nirithi sehemu maradufu ya roho yako. Elisha asked for twice the spiritual power of his teacher Elijah. Alichoomba Elisha ni nguvu ya kiroho maradufu ya mwalimu wake Eliya. When people were spiritually devastated, spirits of darkness were rampant, and the people were suffering from disaster and poverty. What was most necessary to fulfill the mission of the prophet was spiritual ability. Katika hali hiyo, watu kule Israeli walikuwa wamefadhaika na kusononeka kiroho, na basi roho za giza zilienea kati yao, ikafanya watu wateseke kutokana na majanga na hata umasikini. Na katika hali kama hiyo, kilichohitajika sana ndio kwamba huduma ya unabii itimizwe vizuri, ni uwezo wa kiroho. Even so, asking for twice as much spiritual power as your teacher is a bit embarrassing, and in some ways it seems a bit excessive. Na hata kama kulikuwa na sababu nzuri ya kutafuta maradufu ya nguvu ya kiroho ya mwalimu wake, lakini kwa kawaida kuuliza nguvu za kiroho maradufu ya mwalimu wako inakaa ni kama aibu kiasi, na kwa namna fulani inakuwa ni kama kupita kiasi, kuzidi, kuvuka mipaka katika kuomba. However, his teacher Elijah did not disapprove of this, and God also considered it appropriate and gave Elisha double the spiritual power. Lakini bado tunaona ya kwamba mwalimu wake Eliya hakupinga wala hakukataa ombi hilo, na Mungu naye pia aliweza kuichukua vizuri ya kwamba inafaa, na mwisho Elisha alipewa nguvu za kiroho maradufu. In Hebrews chapter 13, verse 7, he tells us to imitate the faith of the servant of the Lord. Kwenye Waibrania 13 mstari wa 7, Mungu anatuelekeza ya kwamba tuige imani ya watumishi wa Bwana. It says, remember your leaders who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Inasema pale, wakumbukeni viongozi wenu, wale waliowaambia neno la Mungu, angalieni matokeo ya mienendo ya maisha yao na mukaige imani yao. Apostle Paul told us imitate him in Philippians chapter 3 verse 17 by saying, join together in following my example, brothers and sisters, and just as you have us as a model, keep your eyes on those who live as we do. Naye mtume Paulo alituelekeza pia tumuige aliposema kwenye Wafilipi sura ya 3 mstari wa 17 ya kwamba, ndugu zangu, kwa pamoja fuateni mfano wangu na kuwatazama wale wanaofuata kielelezo tulichowawekea. Therefore, like Elisha,
we must seek double the faith and double the spiritual power. Kwa hivyo kama vile Elisha, imetupasa tutafute maradufu ya imani na maradufu ya nguvu ya kiroho. We too must pray, please give us the same faith as Apostle Paul, and please give us double the faith and spiritual power that is Bishop Byung-ho Jong. Nasi pia imetupasa tuombe tukisema, tafadhali tupe imani ile ile kama ya mtume Paulo, tafadhali tupe imani maradufu na nguvu ya kiroho maradufu kama vile ya Askofu Byung-ho Jong. Only then can we save this world where the land is beautiful but the water is bad. Pale tu ndipo tutaokoa dunia hii ambayo ni kama nchi inayopendeza lakini maji yake ni mabaya. Instead of saying, I'm embarrassed, how can I ask for something like that? I hope that you will save this world like Elisha, who saved Jericho, which had a beautiful situation but bad water, by asking for twice the spiritual power of Elijah. Basi badala ya kusema ya kwamba mimi ni mtu hafifu, nina aibu, siwezi omba kitu kama hicho, hata sifai, sitaki useme vile. Natumai ya kwamba badala yake utaomba upate nguvu za kiroho maradufu za Eliya, ndio kwamba uweze kuokoa dunia hii kama alivyofanya Elisha, kama alivyookoa Yeriko ambayo ilikuwa ni kama nchi inapendeza lakini maji yake mabaya. Secondly, Elijah said to the people of Jericho, bring salt in a new bowl. Cha pili ambacho Elisha alifanya ni kuambia watu wa Yeriko walete chumvi ndani ya bakuli mpya. Today the scripture 20 verse says, he said, bring me a new bowl and put salt in it. So they brought it to him. Somo la leo Wafalme wa pili sura ya pili mstari wa 20 nasema, akasema nileteeni bakuli mpya muweke chumvi ndani yake, kwa hiyo wakamletea. What does this mean? Hiyo inamaanisha nini? Leviticus chapter 2 verse 13 says, season all your grain offerings with salt. Do not leave the salt of the covenant of your God out of your grain offerings. Add salt to all your offerings. Angalia jinsi Walawi sura ya pili mstari wa 13 inavyosema, tena kila toleo la sadaka yako ya unga utalitia chumvi, wala usiache sadaka yako ya unga kupungukiwa na chumvi ya agano la Mungu wako, utatoa chumvi pamoja na matoleo yako yote. In the Old Testament, salt was used during the purification ceremony among various rituals. Katika agano la kale kulikuwa na ibada na matambiko mbalimbali, na katika ibada ama sherehe ya utakaso chumvi ilitumika. Salt does not heal polluted water, but Elisha only used the salt to perform a purification ritual according to the laws established by God. Lakini si kwamba ati ni chumvi ndio iliponya maji yaliyokuwa machafu na yaliyokuwa mabaya, lakini Elisha alitumia tu chumvi katika kutekeleza tambiko ama sherehe la utakaso kulingana tu na sheria zilizoanzishwa na Mungu mwenyewe. It is God who heals the water. Kusema kweli ni Mungu mwenyewe ndio anaponya maji machafu. So in verse 21 it says, thus says the Lord, I have healed this water. Ndio maana kwenye mstari wa 21 inasema, hili ndilo asemalo Bwana, nimeyaponya maji haya. Salt does not heal water, but God heals water. So why bother bringing salt into a new bowl? Na kama chumvi haiponyi maji, ni Mungu ndiye anaponya maji. Kwa hivyo mbona kusumbua watu ati leta chumvi, leta bakuli mpya? Mbona hiyo yote? The reason is that in order to experience the power of God, one must satisfy the necessary justice.
Sababu kubwa ni kwamba ndio kwamba watu washuhudie nguvu za Mungu, imempasa kila mmoja atosheleze haki inayohitajika. In the Gospel of Matthew, a centurion came to Jesus and prayed for healing for his servant. Ukiangalia Injili ya Mathayo, tunapata akida mmoja ambaye alimkujia Yesu akitafuta aombewe kwa ajili ya uponyaji wa mtumishi wake. When Jesus saw the centurion's face, he said in Matthew chapter 8 verse 13, "Go, it shall be done for you as you have believed," and healed the servant. Na wakati Yesu aliona imani ya huyu akida, alimjibu kwenye Mathayo 8:13 akisema, nenda na iwe kwako sawa sawa na imani yako, na kisha pale akamponya mtumishi wake. It shall be done as you have believed is the justice and spiritual law that allows you to experience the power of God. Ile kusema nenda na iwe kwako sawa sawa na imani yako, hiyo ndiyo haki na sheria na torati ya kiroho ambayo itakuruhusu wewe ushuhudie nguvu za Mungu. When the prophet Elisha told the people of Jericho to bring salt in a new bowl, obeying and bringing the salt in a new bowl shows responsible faith and justice and allows one to experience the power of God. Basi linganisha hiyo na hali ya Elisha. Wakati nabii Elisha alielekeza watu wa Yeriko wachukue chumvi na kutia kwenye bakuli mpya, kule kutii na kuchukua chumvi na kuweka kwenye bakuli mpya na kuileta kwake ilionyesha imani inayoitikia na kufuata vile wanaagizwa, na hiyo ndio haki ambayo iliwawezesha washuhudie nguvu za Mungu. By doing so, the justice is filled. Kwa kufanya vile haki ilitimizwa na ikajazwa. If the people of Jericho exercised their fleshly thoughts and brought sugar, thinking that sugar is better than salt, or if they brought salt in all the containers because they did not have new containers, they would not have received an answer. Na kama watu wa Yeriko wangetumikisha mawazo yao ya kimwili na kisha waseme chumvi si mzuri, sukari ndio tamu, na walete sukari badala ya chumvi, ama walete chumvi lakini walete ndani ya bakuli mzee kwa sababu hawana bakuli mpya, basi kama wangefanya hivyo hawangepokea jibu. This is because not only it is not a spiritual faith that can receive an answer, but it is also not justice that can allow one to experience the power of God. Nasema hawatapokea jibu kwa sababu kufanya hivyo peke yake inaonyesha hawana imani ya kiroho ya kupokea majibu, na tena kufanya hivyo si haki ambayo itawawezesha washuhudie nguvu za Mungu. In John chapter 9, there is a scene where God opens the eyes of the man who was blind from birth. Ukiangalia sura ya 9 ya kitabu cha Yohana Mtakatifu, utapatana na tukio ambapo Yesu alifungua macho ya jamaa aliyezaliwa kipofu. It says, when he had said this, he spat on the ground and made some mud with the saliva and applied the mud to man's eyes and said to him, "Go wash in the pool of Siloam." So the man went away and washed and came back seeing. Inasema kwenye mstari wa 6 na wa 7, baada ya kusema haya akatema mate ardhini, akatengeneza tope kwa mate na kumpaka yule mtu kipofu machoni, kisha akamwambia, nenda ukanawe katika bwawa la Siloamu. Ndipo yule kipofu akaenda akanawa, naye akarudi akiwa naona. It seems like Jesus could just lay his hands on him and heal him. But why did he spit on the ground, apply the mud on the blind man's eyes, and then tell him to go and wash them?
Tukiangalia hali kama hii ni rahisi sana kwa Yesu. Yesu angemwekelea tu mkono na kisha mponye na ikuishie pale, lakini kwa nini achukue hatua hizi zote? Atembe mate kwenye ardhi, atengeneze tope, kisha pake tope kwenye macho ya huyu mtu kipofu, na kisha tena amwambie aende kunawa kwenye bwawa. It was to implant faith in the blind man. Hatua hizi zote kusudi kubwa ni kupanda imani ndani ya huyu kipofu. A blind person gains faith by thinking, if I just wash away this mud, my eyes can be opened. Ni kwa sababu kapiga hesabu, kwa kipofu ambaye haoni ataweza kupata imani ya kujiambia, nikienda kwenye bawa na kunawisha tu macho yangu nitaona. There was no medicinal effect in the mud made with saliva, and the mud was merely a tool to help the blind man have faith. Na ukaangalia, kusema kweli, si kwamba ati mate, tope la mate lina athari yoyote ya kimatibabu ya kutibu macho kipofu, lakini ujue tope lilitumika tu kama chombo cha kusaidia huyu kipofu apate imani. And he was given the opportunity to show his face of obedience. Na pale akapewa fursa ya kuonyesha imani yake ya utiifu. The blind man didn't say, "No, Jesus, I couldn't open my eyes even though I washed my face every day. If I go wash now, will I really see again?" Na huyo kipofu hakumjibu Yesu ya kusema, hapana Yesu, maisha yangu yote kila siku nimekuwa nikiosha uso wangu na sijaiponya, sijaifunguka macho. Unasema ati leo nikienda na nioshe nitafunguka macho kweli? Hakujibu hivyo. Instead, the blind man obeyed Jesus' words and went to the pool of Siloam and washed his eyes. Badala yake alichofanya huyu kipofu ni kutii maneno ya Yesu, akaenda kwenye bwawa la Siloamu na akaosha macho yake. By doing this, you can demonstrate the spiritual faith and allows you to experience the power of Jesus and fulfill the justice that allows you to receive answers. Na wewe ukafanya vile vile, utakuwa unaonyesha imani ya kiroho, imani ambayo itakuwezesha we kushuhudia nguvu za Yesu, na utakuwa unatimiza haki ambayo itakuruhusu upokee majibu. Now, at the end of July, the summer retreat will be held at our headquarters church in Seoul, Korea, with the senior pastor. Na sasa tutakapofika mwisho wa mwezi wa 7, kuna mkutano mkubwa wa summer retreat ambayo itaweza kutekelezwa kwenye kanisa letu kuu Seoul, Korea Kusini, ikiongozwa na mchungaji wetu mkuu. Before the summer retreat, our church will also be conducting restoration for patients due to the senior pastor's divine healing service during the retreat, in which the works of power that transcend time and space will take place. Na kabla ya mkutano huo wa summer retreat kufika, kanisa letu kwa sasa tulishawatangazia, tunaandikisha wagonjwa ambao wangependa kupokea maombi ya mchungaji mkuu wakati wa ibada ya uponyaji kwenye sehemu ya mkutano huo wa summer retreat, na washuhudie kazi za nguvu za Mungu zinazopita wakati na nafasi. In addition to the summer retreat, there is a divine healing service once in every 2 months. Na kando na mkutano huu wa summer retreat, tunakuwa na ibada ya uponyaji kupitia mchungaji wetu mkuu mara moja baada ya kila miezi miwili. But every time I felt really heartbroken. Lakini hata kama tunakuwa na mikutano ya uponyaji kila wakati, wanavunjika sana moyoni mwangu, Because our Nairobi Manmin church members would have been able to receive healing for every disease if they had registered as a patient, fulfilled the justice required for healing, prepared through prayer, and showed faith, but they did not do so. So it was really unfortunate.
Ni kwa sababu navunjika moyo, kwa sababu ibada hiyo ya uponyaji ikitekelezwa kule Korea na huku Nairobi Manmin, natazama washirika, naona wengine pia wanateseka magonjwa, na kuna fursa mzuri ya kwamba ugonjwa wowote ule utaponywa kama tu mtu atatii na ajiandikishe kama mgonjwa na atimize haki inayohitajika ya uponyaji kwa kujiandaa kupitia maombi yote na kuonyesha imani. Lakini shida ni kwamba hawafanyi hivyo, na hiyo inakuwa ni bahati mbaya sana mwishowe.